kujiathari na mvua kubwa inayoshuhudiwa sehemu mbalimbali za taifa. Kwenye kaunti ya Taita Taveta, wakulima wameshauriwa kutumia fursa hii ya mvua kupanda mimea mbalimbali ya chakula shambani mwao, huku kikundi kimoja kule Mbololo, eneo bunge la Voi, kikinufaika na majembe ya kuwarahisishia shughuli zao za kilimo cha pojo, wakitaja hatua hiyo kama ya kuboresha kilimo chao. Julius Mariki na ukamilifu wa taarifa hiyo. Mvua ikiendelea kushuhudiwa sehemu mbalimbali kote nchini katika kaunti ya Taita Taveta, wito unatolewa kwa wakulima kuendelea kujituma katika kuhakikisha kwamba wanaweka mbegu katika mchanga. Na hivi basi tutakuwa tunapata kauli za baadhi ya wanachama wa kikundi kimoja eneo la Mbololo ambao wameweza kunufaika na vifaa vya kazi vya kulima ikiwemo majembe ambao wamepewa na Bwana Anderson Mtalaki walipomuitisha msaidizi. Na tupate kauli zao. Tutafute majembe tulete kwa kikundi, na baada ya kuleta kwa kikundi, mashamba hata kama hatuna sisi wenyewe ambao tuko katika kikundi, toa shamba lako kama ni kota ni eka na mwingine kota ni eka, itakuwa ni eka moja. Tutapanda pojo kwako na tukulimie pamoja na wale wengine hivyo hivyo, tutapata pojo za kutosha kwenda kuuza na tupate pesa mfukoni. Ndipo tukawa na wazo, je, tupate majembe wapi? Maana majembe hatuna. Tukasema wacha tuangalie, tunao watu ambao wako wanaweza kutusaidia. Tunao watu ambao wako makazini. Tukianza na watu ambao wako hapa nyumbani. Basi mmoja wetu akasema, si tujaribu Bwana Anderson Mtalaki. Tabadilisha maisha ya watu wengi, maana kwenye kikundi ukisikia watu ni 11 ama 20, hizo ni familia hizo ambazo zinaweza kufaidi. Kwa hivyo ni moyo alio nao, asifanye tu hapa peke yake, aendelee kupeana misaada kwa vikundi vingine ambavyo viko katika mambo ya kilimo na mambo mengine ambayo yanaweza kubadilisha maisha, kwa sababu ni sehemu ya arid na semi arid, na pojo tumeona inaweza fanya vizuri. Kwa hivyo huu usaidizi utaenda mwendo mrefu kwa kuinua hali ya maisha ya watu hapa mashinani. Tunaomba Mwenyezi Mungu azidi kumbariki Engineer Mtalaki. Kwanza wao ndio wamenitia moyo zaidi kwamba kumbe tunaweza tukabadilisha maisha yetu. Mimi mwenyewe nimekulia maisha ya ukulima. Nisikia mambo ya pojo, mimi nishalima pojo nikiwa kijana. Hata mamangu alimilima pojo, sengine akilipa nayo school fees. Kwa hivyo najua maana ya ukulima, najua maana ya ukulima wa pojo katika area yetu ambayo wamesema ni arid and semi arid. Ndio hatuna mvua ya kutosha, lakini pojo within 2-3 months tayari mshapata matokeo. Kwa hivyo nashukuru kwa sababu walinikumbuka na mimi wakanikumbusha na nikajitolea kwa sababu naelewa. Unajua huwezi kufanya jambo kama hujui kini na sababu. Mimi nilifanya kwa sababu najua manufaa yake. Na mimi najua wakitumia haya majembe vyema, basi maisha yao yataboreka. Na jukumu letu ni kila mmoja tusaidiane kuboresha maisha. Na ndizo kauli zao wakizungumzia kuhusiana na kilimo cha pojo ambapo wanasema kitabadilisha maisha yao. Nikiripotia TV47, mimi ni Julius Mariki, Mwakivo.